taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Jambo mpenzi msikilizaji, imekuwa ni muda wako mzuri wa kufuatilia uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya Kijamii Kivu. Uchambuzi ambao kama kawaida unajumuisha kurasa mbalimbali, ikiwemo kurasa wa habari muhimu, ukurasa wa habari za mahali, habari za michezo, ripoti za ripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mimi ni Izake Mulucha Ashibe, msomaji wako wa leo. Upande wa pili wasiliana na Omari Makelele Ozile, na kualika kwa utulivu kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Kwa vile nimekuambia kwamba kwenye uchambuzi wetu wa habari leo hii tutakuwa na ukurasa wa habari muhimu, ninamkaribisha mwenzangu Mtumbe wa Mkulima na Fatuma kwenye usomaji wa habari muhimu. Shukrani sana mwenzangu Izaki Mulucha Ashibe kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu. Wacha tufunue pazia na habari hizi za mji wa Baraka, kutathmini namna gani kazi za pamoja maarufu Salongo zinavyoendelea ndani ya mji wa Baraka. Ndiyo ilikuwa lengo moja wapo ya kuendeshwa kwa kikao hicho, naye meya kwa muda Bi Emerite Tabisha na vitengo mbalimbali vya kiserikali na vile vya kiraia siku ya 4 ya tarehe 26 Juni 2025 kwenye chumba cha mikutano Mahamate mjini humo. Tutakuwa pia na habari za huko Uvira ambako hatimaye amezikwa rasmi siku ya 4 kamanda wa kundi mojawapo la wazalendo mjini Uvira, Rukumeta Pierre, ambako wakuu viongozi wa tabaka mbalimbali wameshiriki pia kwenye mazishi ya shujaa huyo wa vita. Tukamilishe habari muhimu siku ya leo na habari hizi za kitaifa ambako Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria, mmoja wa patanishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC, amepokelewa siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 25 Juni 2025 pa Kinshasa, naye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Mengi zaidi ni katika ripoti ya mwenzetu Safari Dilo ya Limasi. Izake Mulucha Ashibe naweka nukta kwa habari muhimu. Shukrani sana Mtumbe wa Mkulima na Fatuma. Msikilizaji, na sasa tujikite kwenye uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianza na habari kutoka Baraka. Shirika la APML mjini Baraka limeandaa kikao na wanamemba wao siku ya Ijumaa ya tarehe 27 Juni 2025 kwenye ofisi ya Feke majira ya saa 8 kamili mchana, ambako wanamemba na watu wote wa Baraka wanaombwa kufika kwa wingi ili kufahamu mengi zaidi. Kwake Mwenenya Mabilo Mbele, mwenyekiti wa shirika hilo la APML, ameanza kwanza kuonyesha malengo ya kikao hicho, huku akiomba watu wa Baraka na wanamemba kushiriki na kujitokeza kwa wingi. Leo niko kwenye radio Kivu ya Baraka, nikipenda kuja kuonyesha siku ya 5 tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 tuna kikao kikubwa ambao kitakuwa pale kwenye ofisi ya FEC, na ile kikao ninapenda vile vile kuonyesha umuhimu wa ile kikao. Umuhimu wa ile kikao ni kupenda kuonyesha watu wetu, watu wa APML, shirika kama vile APML, Association de Propriétaires de Maisons en Location, kwamba kuna kikao kesho, na umuhimu wa ile kikao ni kupenda kuwaonyesha watu namna gani tuliweza kulipa pesa za DPMR na tukazifikisha kwa DPMR, na hivi inabidi watu wafiki watuonyeshe habari ya zile pesa. Ilazimike kwamba wale watu tena inabidi watu wafike na wapewe bikaratasi vyao ambavyo vilitoka kwa DPMR. Ionyeshe kwamba ile pesa tulikongola kwa DPMR haikuwa collect, ilikuwa franga za IRL ambazo zilikamatika kunje hiko halali. Ndio hiyo tulipenda kufanya hivi kikao, sababu iwe na umuhimu wake ya kuonyesha watu kama wanapaswa kupata bikaratasi. Mtu akishilipa pesa zake anapaswa kulipa pesa za, anapata vikaratasi kamili. Ujumbe wetu katika jiji la Baraka ni kwamba watu waje katika shirika la APML, sababu linasaidia shirika la DPMR na inasaidia watu wetu vile wa APML. Kwa kuwa watu wa APML na shirika la DPMR tunakuwa na umoja ambao watu wote waje wafike katika shirika la DPMR la APML ili tupate kuwasaidia kwa njia zote zile kamilifu.
Mwishowe Bi Sango Batenji Neto, mhamasishaji wa shirika hilo, anaeleza malengo makubwa ya APML. Shirika APML imeundwa kwa malengo ya kusaidia wamambre wetu au raia yote ya Fizi na Baraka kujua namna ya kulipa impôt sur les revenus locatifs IRL kwa kifupi. Kwa sababu tuliona kama taifa la Fizi liko linaendelea, leo tunakuwa na jiji la Baraka, maservisi ya leta yote imeshakuwa hapa, lakini watu hawahamasishwi na yeyote juu ya kulipa zile impôt. Na wakati watu wa serikali wanashuka mutere kwenda wanaomba zile pesa bila watu kufahamishwa, watu wanakuwa na mshtuko mkubwa sana. Kwa nini nyumba yangu ninaweza kuilipia tena pesa kwa serikali? Ndio tukaona tuunde shirika ya kuhamasisha watu. Tuhamasishe watu wajue kama nyumba hata kama ni yako mijenga unapaswa kulipa IRL, impôt sur les revenus locatifs. Hiyo ni sheria. Lakini pamoja na hivyo tena tukaja kuona kama ile IRL iko inalipwa mu desordre, kwa sababu watu wengi walikuwa wanalipa hizo pesa lakini walikuwa wapewi karatasi ya kuonyesha kama amelipa hizo pesa. Ndio tukasema malengo yetu ni kuhamasisha watu walipe hizo pesa, lakini pia wapewe vikaratasi ya kuonyesha kama nimelipa hizi pesa. Kwa sababu ukalipa hizo pesa bila kupewa ile karatasi, utakuwa kama vile haukulipa. Maana yake umeipiwa pesa. Na ndio maana kwa muhula huu, kwa mwaka huu, tuliomba watu walete pesa zao kupitia shirika la APML. Kisha tunaenda kupeleka hizo pesa kule ku DPML, ku service ya usika, kwa kutaka wapate ile vikaratasi. Na kama ulivyojuzwa kwenye usomaji wa habari muhimu, kutathmini namna gani kazi za pamoja maarufu salongo zitakavyoendelea ndani ya mji wa Baraka ndio ilikuwa lengo kuu ya kikao kilichoendeshwa na meya kwa muda Bi Emerite Tabisha na vitengo mbalimbali vya serikali na visivyo vya kiserikali. Kikao ambacho kimefanyika siku ya 4 ya tariki 26 Juni 2025 kwenye chumba cha mikutano Mahamat mjini Baraka. Akizungumza na Radio Kivu, meya kwa muda Bi Emerite Tabisha ameanza kwanza hapa kuonesha nini sababu kuu ya kikao hicho. Lengo ya kikao ilikuwa kukagua namna ambayo tunaendesha kazi mradi wa salongo. Tumekwisha kufanya mwezi mzima, maana yake salongo 4 imefanyika kila siku ya posho. Inaomba tujue tumeanza na tuko wapi, nini ya kufanya kwa kuiboresha vizuri, ya wapi imekuwa mabovu, ili ile mabovu tuinyooshe na kazi iendelee vizuri. Hiyo ndio ilikuwa lengo. Na lengo lingine ilikuwa habari mbalimbali ya kujulishana tu. Kwa ujumla watu wamesema kwamba wanaona mambo yanaendelea vizuri, wanafurahia kuona maaveni mtu anaanza ona hadi kwa mbali, kwa sababu yanafunguliwa, yananyoshiwa, ijapokuwa ingaliki bado inayanyoshiwa kama vile hauna tekniki sana, ingaliki tu wanaifanya kwa nani yao, lakini ile ma mesure za barabara hazijapimwa vizuri. Na wamesema tena ya kwamba ile matundu kwa nguvu za raia, matundu imezibiwa, moto inaanza kupita vizuri kwa nafasi fulani na kupishana vizuri na watu kutembea pia vizuri. Na pia uchafu umepunguka. Kuna nafasi ambazo zimekuwa uchafu sana na zinasaidia salongo imesaidia uchafu. Raia wote wamesema kwamba salongo iendelee sana, na wameleta vitu vidogo vya kupendekeza ili ifanyike tena vizuri. Katika ubovu wa namna tumeendesha salongo kumekuwa hiyo kukosa wale wa technicien wa mabarabara kufika kunyoosha barabara zinyoshewe vizuri. Wamesema pia ukosefu wa nafasi ambayo kutupia uchafu ambayo naomba utupwe. Wamesema pia katika mabovu ni kwamba watu wameanza kufungwa kiolela na wengine kulipishiwa pesa, ijapokuwa hadi pale tumesema kama salongo watu wote wanakwenda, lakini hatujaanza kipindi cha kusema tutatia mkazo kulipisha watu pesa na kufunga watu wale ambao hawafike kusalongo.
Upande mwingine, Bi Emerite Tabisha amesema kutokana na mipango waliochukua, kazi hizo za pamoja maarufu salongo zitaanza kufanyika siku ya 5 na sio tena siku ya 6. Watu wameamua humo ya kwamba ni vizuri siku itiliwe tena vizuri, kwa sababu kazi iwe ambayo inasaidia jamii pia kuwa vizuri. Mfano, siku ya soko, siku ya posho ni siku ambayo ni ya soko kubwa ambayo inalisha jamii kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kuna ubovu unaonekana mwingi sana kwa watu kuingia kwenye soko na kufanya salongo. Zile masaa ndio saa za soko kuanza, ni masaa za mboga mbichi, inafika mpaka saa 4 wasiruhusiwe kuchuuza, haipendezi vizuri. Na kuna wenye makanisa ambao wamesema, mfano wale washika sabato, imani yao inasema siku ya posho hawawezi kutumika kazi yoyote hii. Kwa hiyo watu wametaka ya kwamba salongo irejee siku ya 5 ili watu wote watumike, na kwa inga hii ndio itakuwa inga ya mwisho kufanya salongo siku ya posho. Na maana hapa nikisha siku moja tu, lakini kwa mwezi wa 7 tunaanza salongo kwa siku ya 5 ndio tutakuwa tunaifanya. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, shirika la CDGP kwa ufadhili wa MONUSCO limepana vifaa vya kazi ikiwemo pikipiki, simu na mengineyo kwenye ofisi ya shirika ya ukingo wa raia ima Protection Civile kwa ajili ya kuwasaidia katika uwajibikaji wa kazi zao. Akiwa mbele ya mic ya radio yako, Bwana Edouard Tambwe Mutirezi, kiongozi wa shirika la CDGP Uvira, ameonyesha hapa aina ya vifaa walivyovipana, pia akiomba kwa kitengo hicho kulinda vyema vitu hivyo. Nimekuja hapa Baraka kufuatana na mradi tuliopata katika ile kundi la MONUSCO wale walikuwa wanalinda amani katika Jamhuri ya Kongo. Kufanya huo mradi ya kuja kupana vifaa vya kazi kwenye ofisi ya Protection Civile ya Fizi Mairie de Baraka. Vifaa vya kazi mbalimbali, vifaa vya kutembelea kama vile pikipiki iko 4, tunafanya vifaa vya kuzungumzia simu 5, tunapana vile imprimante kusudi ofisi ya Protection Civile ifanye kazi mu condition nzuri. Ni hivi vifaa vinawasaidia sana kwa kazi itumike vizuri. MONUSCO alipoona manda yake inamalizika kwenye nchi yetu ya Kongo, alipenda kuachia faida kidogo kwa wakaaji wa Uvira na Fizi. Hii mradi ilifanyika katika territory ya Uvira kwenye site ya Sangi. Walipata hivi vifaa ile bureau ya Protection Civile. Basi kwenye MONUSCO kulikuwa hii service ama hii kazi Protection Civile. Na ndio waliona muhimu, walianza kwanza kufunza watu, kisha wapatie vifaa vya kazi kusudi watumike vizuri. Kufanya miradi ni kwepesi. Wengi wanafanya miradi lakini hawapate faida ya miradi. Taandika miradi au upate majibu. Sisi tumebahatika kama vile kamati ya haki na amani, mradi kwenye MONUSCO tunapata majibu. Tunaomba wale watakaotumikisha vifaa vile bureau ya Protection Civile hapa Baraka wavilinde vizuri. Tusie kesho akishekute na kuwa vifaa ya mtu binafsi. Vifaa ya bureau ya Protection Civile ya territory ya Fizi katika mairie ya Baraka. Wavilinde kama vile wazazi wazuri, bon père de famille. Mwishowe, Bwana Busemene Wilonja Lambert, kiongozi wa kitengo cha ukingo wa raia katika mji wa Baraka, ameshukuru vya kutosha kwa msaada walioupata. Sisi ni shukrani kubwa sana, pamoja na kwamba c'est la première fois tunaona shirika zingine zinafanya wakati anapopewa kitu apeleke fasi fulani haifikishi, lakini CDGP vraiment c'est la première fois na kama wakongomani wote watakuwa katika ile nani itakuwa inajenga taifa letu. CDGP Uvira alichunga vifaa miaka karibuni 2-3 tangu MONUSCO atoke hapo, na akavitunza kama ilivyo na akavileta vyote bila hata tatizo. Tumeshukuru sana kwa ile kazi ya ile vifaa. Ndio kazi muhimu tunatumikaka nazo. Sababu kuna par exemple kudescendre sur terrain. Ile kazi tulikuwa tukifanya kienyeji tu, lakini tumepata ile msaada. Kwa nini tuipoteze tena wakati tulishaipata? Na ilikuwa ni kazi na malalamiko yetu wa kila siku. Matelefone na vingine. Ilikuwa ni kazi ambapo tulikuwa tunaitafuta kila siku. Lakini sasa hivi tunavipewa tutumike kazi kama kawaida. Wametupatia kitu ya lazima zaidi ambapo inaelekeza na inasimamisha kazi na gisi tungepaswa kuendelea kuifanya. Msikilizaji, ninafungua ukurasa wa habari za michezo naye Sudi wa Sudi Valentin. Karibu Sudi. Barabara kabisa mwenzangu Izaki Mulucha Ashiba. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo, msikilizaji wa Radio Kijamii Kevu.
Tuanzie na hapa katika mji wa Baraka ambako kalendari ya fazi finale ya michuano ya ligi ya jimbo imetolewa mchana wa siku ya 4 ya tarehe 26 Juni mwaka 2025, ambako michuano hiyo itaanza rasmi kutimua vumbi ifikapo siku ya Jumamosi ya tarehe 28 za mwezi Juni mwaka 2025. Amehakikisha hayo mjumbe aliyetumwa na shirikisho la soka jimboni Kivu ya Kusini, Lefki Salomo bin Saleh maarufu Salva. Ndiyo, ni kweli imetamatika, na baada ya kumaliza klabu zenye zilipita ni Cafe du Congo ilipita na 6 points, imetoka ya kwanza. FC Mujiza imepita na 4 points, Presqu'île du Bois 3 points, Desi Urafiki 2 points na Salangoba 1 point. Vipi sasa kalendari ya Ligue Provinciale phase finale ambayo itapigwa hapa imetoka au namna gani? Ndiyo, kalendari imetoka na michuano itaanza siku ya 6 tarehe 28 mwezi huu tunao mwaka huu, ambako saa 7 kamili pale kwenye uwanja wa Tatano Mbi mkomini ya Katanga tutashuhudia pambano kati ya FC Mujiza zidi ya TP Mazembe Academy ya pale Uvira, na saa 9 alasiri FC Cafe du Congo itachuana na FC Maze ya pale Uvira. Nashukuru kwanza kwa Ligue Provinciale kuchezeka Fizi, hususan ninamshukuru sana kiongozi wa mpira wa miguu Salemo Santo wa Mwabi kwa hatua ambazo anaendeleza mpira wa Fizi, maana Fizi shafanya vya mingi kimpira kupitia uongozi wake. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba kuna kikao ambacho kinapangwa kufanyika siku ya 5 ya tarehe 27 Juni mwaka 2025 kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka, ambako viongozi wote wa vilabu vya daraja la pili wamealikwa kuweza kuhudhuria kwenye kikao hicho, ambacho malengo kuu ni kuangalia namna gani ya kuandaa tournament ambayo itakwenda kwa jina la Colonie de Vacances. Huyu hapa ni Isaac Le Belge, ni katibu wa soka la vijana kote tarafani Fizi na mji wa Baraka, amehakikisha habari hizi. Ujumbe tunao, tuko napenda kwa invite ma equipe za deuxième division vendredi na 14h. Tuko napenda tukutana nao kidogo tuongee juu ya tournoi ya Colonie de Vacances. Itakuwa mida ya saa 8 kamili pa Stade de Lumumba. Wahusika wao wanahitajika kufika kwenye kikao hicho ni kama vile kocha, secrétaire au president wa equipe. Ujumbe kidogo tu juu ya mashabiki usote ya viongozi ya vilabu ya klabu za jiji la Baraka ni kuambia tu waimarishe vraiment equipe zabo, na hiyo vendredi na 14h wafike tu kwa wingi juu tournoi ya Colonie de Vacances ni tournoi tunaprepare kwa tournoi ya mzuri sana, vraiment na trofeo hapo ni ya mzuri tu. Na mwishowe ni kwamba mechi moja ya kirafiki iliweza kushuhudiwa hapo kwenye sekta ya Tanganyika tarafani Fizi kunako maeneo ya Swima, ambako klabu kutoka ndani ya mji wa Baraka OC Masanzi Chinjaua walienda kupambana vikali dhidi ya klabu ya FC Nyuki, na mechi hiyo imetamatika kwa ushindi wa klabu ya OC Masanzi ambao waliweza kuwatandika klabu ya FC Nyuki mabao 4-2. Mpaka hapo sana la ziada, mpendelevu wa soka Radio ya Kijamii Kivu, na weka nukta kunako ukurasa wa habari za michezo. Shukran sana Sudi wa Sudi Valentin. Msikilizaji, hii ni Radio ya Kijamii Kivu, tunakutangazia kutoka jiji la Baraka, na huu ni muda mzuri wa uchambuzi wa habari. Mawimbi haya unayashika kwenye masafa ya FM kunako mita bendi 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujielekeze huko Uvira. Hatimaye amezikwa rasmi siku ya 4 ya wiki hii kamanda wa kundi moja wapo la wazalendo mjini Uvira, Rukumeta Pierre, ambako wakuu viongozi wa tabaka mbalimbali wameshiriki pia kwenye mazishi ya shujaa huyo wa vita. Kwake mwanasheria Chako Changu Bone Ane, mmoja kati ya malida wa kijamii aliyeshiriki pia kwenye mazishi hayo, ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ni kweli kwamba General Major Rukumeta Pierre amezikiwa leo mnamo simetere ya Kakumbi, na seremoni za kilio zimepitikana mpango wa masomo mazuri, na mwili umekamatiwa tangu saa 6 na kuwekewa ndani ya upango wa masomo hiyo, na pale watu wamekuwa wengi kabisa. Seremoni za kiukweli za rang yake za ofisi zimefanyika, watu wamekuwa wengi, wafanyabiashara, vijana, wakamanda mbalimbali wa kizalendo, lakini pia makuche mbalimbali. Hii haikufanya makazi kama inavyokuwa kawaida, kwa sababu
walipewa na masosiete civil na malide tofauti kwamba waache kutumika ili kwamba mazishi iwe ya ram ya mheshimiwa Jenerali Rukometa ambaye wa kizalendo. Masosiete civil zimekuwa, vijana walikuwa, wa autorite, president wa Assemblée provinciale amekuwa, mwami wa Bavira amekuwa, vice gouverneur Jakano alikuwa, bwana Kapena Kifara amekuwa pale, FRDC imekuwa, bureau de tumemuona TD mwenyewe pale kwa na heshima kwa yake ya kazi ameifanya. Aliyesema kwa niaba ya wazalendo alikuwa Patriarche Amuri William ya Kutumba, ndio mwenyewe amesema neno pale kwa niaba ya wazalendo, na akatoa ngombe 5 kwa jamaa kwa niaba ya wazalendo. Wamesema hali ambayo amekufa ndani kwa kupigana vita kule Kageregere kwenye vita pamoja na maadui wa M23. Hiyo ndio hali mtangazaji ambayo tumeshinda ndani leo katika vile ya Uvira. Aiza, kwa kupenda kujua raia wa Uvira watabaki na kumbukumbu gani kwa kamanda huyo wa kivita, mwanasheria Chako Tango Bona Ane amejibu. Kiukweli ni kwamba raia imeretenire mambo karibuni 10 kwa bwana marehemu Rukometa Pierre. Sasa ni mtu mwenye amejitolea kwa ajili ya kulinda baba zake na mama zake. Amejitolea na kuishi porini. Ya pili ni mtu ambaye hakukuwa na matatizo kabisa na raia, sababu raia imempenda na kumshuhudia vizuri. Ya tatu ni kwamba ni mwenye ameacha jamaa lake likiishi ndani ya vile ya Uvira, yeye akaenda kuishi ya pori kwa kuchunga baba na mama. Ya nne ni kwamba ni mtu mwenye amefia kwenye pambano la vita. Amefia kwa la vita, ni sinya patriotism moja iko elevate. Ukiangalia kiukweli kabisa mtu afie kwenye pambano haiko jambo rahisi. Ya tano ambayo tumesikia ni kwamba raia imejifunza kwake mtu mwenye kukua na masinyo manake alama mbalimbali la kubadilisha hali ya mwingine. Mtu mwenye amejiangalia kama mwingine uwe na sura nzuri. Na ya sita mtangazaji ni kwamba kwa Rukometa ni kwamba amekufa angali kijana mdogo sana. Kwa hiyo inabidi mtu ajitolee kwa kulinda mwingine angali kijana, hapana wakati ambapo ameisha wakati mtu amejitolea angali kijana jambo rahisi. Ya saba ni kwamba ni mtu mwenye tukusikia collaboration na wafanyasiasa. Yeye amejitolea yeye mwenyewe. Ingalao amejiweka kujitoa kwa mzee Mwakanaki, lakini kwenye alipoenda ametumika bila interference ya wafanyasiasa. Na ya munane ni kwamba hakukuwa na hali ya ubaguzi. Leo ndio tumesikia kwamba alikuwa Muvira, japo hiyo ameongea sana Kifulero. Baki hali ya ubaguzi kwake haikukuwa. Sasa nifungue ukurasa wa ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, tukianza na habari kutoka huko Butembo. Kutokana na takwimu ni watu 170 ndio wameuawa kutokana na ajali ya barabarani mjini Butembo kwa muda wa miezi 6 kwa mwaka huu. Takwimu hii ilitolewa kwa vyombo vya habari vya mahali naye mkuu kiongozi wa kamisheni ya kitaifa ya ukingo wa barabara CNPR kanda ya Butembo Bwana Maliro Samuel. Ripoti kamili ni yake Zangose Muvishwa Kapuni kutoka Butembo. Kamisheni ihusikayo na kuzuiza ajali za barabara CNPR Butembo yatangaza kwamba ni watu 170 waliofariki kwa ajali mbalimbali za barabara tangu mwezi Januari hadi Juni 2025. Kila mwezi ni watu 28 wanaofariki na watu 6 kwa wiki. Chifu wa Butembo wa CNPR Samuel Maliro amesema vifo hivi vimekuja kuonesha kwamba hali ni mbaya, kwa kuwa pia kuna watu wengi ambao sasa hawajaidadishwa walioumizwa vikali kutokana na ajali za barabara. Kiongozi wa kamisheni ihusikayo na kuzuiza ajali za barabara asema hapa karibuni kutaendeshwa na mafunzo mbalimbali kwa wote wanaotembeza magari na pikipiki ili kuwafundisha tena kanuni za barabara. Tuliorozesha zaidi ya vifo 170 tangu Januari hadi mwezi Juni. Waliopata na majeraha ni wengi sana. Pia kuna wengine hata walioumizwa hapa karibuni eneo la Nzia Panda,
mwendesha daladala na mwingine eneo la Takenga. Yani hesabu ni nyingi. Ni hali ya kushangaza. Kutokujua kanuni za barabara ni moja ya chanzo za ajali barabarani Butembo. Tujulishe kwamba ajali ya mwisho ya barabara iliyofanyika katika mji wa Butembo ni Alhamisi 19 Juni kunako stesheni ya Takenga, ambapo mama mmoja aligongwa pafu na gari na huyu kafariki papo hapo. Nikiripoti kutoka Butembo, Nzangusi Muviswa, Radio Kivu Baraka. Na kwenye habari za kitaifa, Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria na mmoja wa patanishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC, amepokelewa Jumatano hii ya tarehe 25 Juni 2025 pa Kinshasa na rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi. Kufahamu mengi zaidi na mwenzetu Safari Alimasidilo ambaye alipekua magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo. Naam, mazungumzo yao yalilenga suluhisho kwa mzozo wa kisilaha ambao unatikisa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Tunachunguza uwezekano wote juu ya hali kati ya Rwanda na DRC ili kusiwe tena mzozo zaidi wa kijeshi na vurugu. Majadiliano ambayo nilikuwa nayo na ndugu zangu wawili kutoka Rwanda na DRC yako kwenye njia sahihi, amesema hayo Olusegun Obasanjo baada ya mazungumzo ya karibu masaa mawili na rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Kulingana na urais, bwana Obasanjo alisema kuwa hatua inayofuata ya ziara yake itakuwa Togo. Tunayempatanisha aliyeteuliwa na Jumuiya ya Afrika bwana Faure Nyasibe, rais wa baraza la mawaziri wa Togo. Nitaenda Lome kumripotia na kuona nini kifanyike kwa amani ya kudumu katika nchi hizo. Kwa kuongezea, rais wa zamani wa Nigeria anasema anatathmini mipango yote ya sasa ya amani, iwe ile ya Marekani au Qatar. Tunazingatia alisemayo. Mkutano huu unaingilia kati katika hali ambayo awali mpango wa kutafuta amani ulifanyika wa makanisa Kiprotestanti na Katoliki baada ya miezi mitatu ya mashauriano nchini na nje ya nchi. Wakuu wa kidini wa kanisa Katoliki na Protestanti walikutana na rais wa DRC ili kuwasilisha mapema matokeo ya kazi yao. Tangu usikilizaji wa mwisho mnamo Februari, ujumbe wa pamoja wa CNCOSC ulikuwa umeenda katika nchi kadhaa za Afrika, Ulaya na Marekani ili kutafuta njia na uwezo wa kupata suluhisho ya hali ya usalama inayoshamiri mashariki mwa Kongo, eneo ambalo linamilikiwa na vikosi vya Rwanda pamoja na vikundi vya AFC na M23. Kimataifa, timu za kiufundi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jumuiya ya Rwanda zilianzisha maandishi ya makubaliano ya amani mbele ya karibu makamu husika na masuala ya siasa wa Marekani Alison Hoka katika uandaaji wa saini toka kwa mawaziri kwa makubaliano ya amani iliyopangwa Ijumaa Juni 27, 2025 mbele ya karibu wa Marekani Marco Rubio. Katika mfumo wa uratibu unaoendelea kati ya juhudi za uwezeshaji wa Marekani na nchi ya Qatar, nchi hiyo ilishiriki katika majadiliano haya ili kuhakikisha ukamilifu na upatanishi wa mipango ya nchi hizo mbili zilizolenga mazungumzo na amani katika maeneo yaliyoathiriwa. Kwa leo habari za kitaifa ndo hizo tulikuwa nazo. Na kwenye habari za kimataifa, huko Burundi, zaidi ya Warundi 460 waliokuwa wamishoni katika kambi za wakimbizi mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania ndio ambao wameripotiwa kurejea nchini mwao kwa hiari ndani ya muda wa miezi 6. Hata hivyo, afisa mpango wa kuwarejesha Warundi bwana Antoine Ntirandekura amebainisha kuwa idadi hiyo ni ndogo zaidi ikilinganishwa na matarajio yake. Bukuru Elias Daniel na undani wa taarifa hii kutoka Burundi. Zaidi ya wakimbizi wa Burundi 460 waliokuwa katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania mkoani Kigoma ndio ambao wameripotiwa kurejea nchini Burundi kwa hiari. Idadi hiyo ikiwa ni ndogo zaidi kama anavyosema afisa mpango wa kuwarejesha Warundi kanda ya mashariki mwa nchi ya Burundi Antoine Ntirandekura. Novuga ko murindi wo guhunguka kuva mu kwezi kwa mbere gushika uno munsi tureje amezi 6 mugabo murindi sikirenga cyane kuko ninaweza kusema kuwa idadi ya wanaorejea kutoka uhamishoni imepungua tofauti na hapo awali ndani ya miezi hii 6, na hatujui sababu, lakini nadhani kwa upande wa Tanzania, nchi jirani, wao wanajua sababu ni ipi. Idadi ya Warundi ambao wamesharejea kuanzia mwezi Januari hadi kufikia sasa ni watu 467, na wanaorejea idadi kubwa ni wanawake na watoto, na watoto ndio wengi sana, lakini kwa upande wa wanaume hatujui ni kwa nini hawarejei nchini mwao. Uhamasishaji unaendelea kwa upande wa nchi zote mbili, na kwa upande wa Burundi ujumbe
ulikuwa nchini Tanzania mwezi Aprili mwaka huu 2025, lakini kwa ripoti tulionayo Warundi waliopo katika kambi ya Nyarugusu ni kama hawana mwamko wa kurejea nchini Burundi, na tunadhani ni kwa sababu wako pamoja na Wakongo, wanakuwa na imani kuwa watapelekwa katika nchi nyingine hasa barani Ulaya. Kumbure twibaza ko kubera babona ko bavangiye n'abandi n'izindi mpunzi z'abakongomani bo baguma bafise ibizigizigi ko bazoja mu kihugu gira gatatu. Afisa huyo ametoa wito kwa Warundi kurejea nchini mwao katika kuendeleza nchi ya Burundi. Twe ku ruhande rw'iwacu n'ukuri turifuza ko Warundi bose bari ngaho hanze y'igihugu. Kwa upande wetu tunapenda Warundi wote walioko uhamishoni warudi nchini mwao ili tuweze kuendeleza nchi, maana nchi imepiga hatua katika maendeleo, ambapo Murundi kwa sasa analala kwa usalama, analima na kuvuna, na wao wanapaswa kurejea nchini ili waweze kutimiza ule mradi wa Burundi iliyoendelea mwaka 2040 na kuimarika kiuchumi zaidi mwaka 2060. Turi hamwe 2040 Burundi bwifashe, 2060 Burundi buteye imbere. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Daniel ndipo naenda kutua nanga kwenye uchambuzi wa habari leo hii. Nitoe shukrani kwako ambayo ulikuwa nami mwanzo hadi sasa. Nishukuru pia jopo nzima la waridi ambayo limekuwezesha kukuandalia habari hizi. Msomaji wako wa siku niite Izake Mulucha Ashibe, upande wa pili ulishikiliwa naye Omari Magelele Hozile. Tukutane tena wakati mwingine, mpaka hapa nakwambia amani iwe nawe. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.